Nimemwona mwenyekiti wetu anayemaliza muda wake amepata matatizo katika kipindi akiwa kazini. Alikuwa ofisini, alikuwa kwenye jukumu la alert. Sitaki kuendelea kulielezea kwa sababu ni mwenzenu na ninyi mmemwona akiwa kabla ya hivi na mmemwona akiwa hivi. Na huwa tunaambiwa hujafa hujaumbika, na jambo hilo linaweza likampata yeyote. Hili nataka nisielekeze. Nataka niwaombe viongozi mtakaochaguliwa, kabla mkutano huu haujaisha, mtafakari. Mwenzetu amekuwa katika hali hii. Mtafakari. Sikutamani ayasikie haya, lakini kwa sababu yeye bado mwenyekiti, sasa inabidi niseme hivyo hivyo. Lakini mtafakari. Tafakari. Hili ni jambo linaweza kumpata yeyote. Yeyote. Sasa ni mwenzetu, tutafakari. Na mimi ni diwani. Tutafakari. Pendekezo langu, angalau tunaweza tusifanye kila kitu kwenye maisha yake, lakini angalau tuchangishane, tumpatie usafiri wa uhakika. Sasa ninyi mtakapobaki hapa, mtakubaliana, uongozi mtakaochaguliwa mtakubaliana njia nzuri ya kulifanya hilo. Ama mchango wa kila wakote mnakotoka, ama mchango kutoka kwenye mfuko wa alert, ama mtakavyoona namna ambavyo jambo hili linaweza kutekelezeka. Mimi nitawaanzishia kwa shilingi milioni 50. Tafutiwe gari standard. Mwenzetu amepata ulemavu wa kudumu akiwa kazini kwenye majukumu yetu. Tuepuke migogoro. Tuepuke migogoro. Waheshimiwa mamea, waheshimiwa madiwani, waheshimiwa mamea, waheshimiwa wenye viti, kuna baadhi ya maeneo tunachelewa kutekeleza miradi kwa sababu ya migogoro, migawanyiko. Sehemu zingine tu ni kuhusu wapi pajengwe. Sehemu zingine tu ni kuhusu taratibu za kuendelea kutekeleza mradi. Tuepuke hayo, kwa sababu kwa kweli tunatakiwa tuende mbio katika kutekeleza dira hii. Tuna mambo mengi na muda ni mchache, kwa hiyo tuepuke mizozo. Kule katika halmashauri zetu, katika majiji yetu, katika manispaa zetu, kuna wakati tunakuwa na mizozo ambayo inatengeneza migawanyiko. Hayo si matarajio ya Mheshimiwa Rais. Twendeni tukatimize wajibu wetu kwa kuepuka migogoro. Nilisema siku zile nilivyopata mwaliko wa kushiriki katika moja ya kikao chenu, nikasema na washauri ikiwezekana muondokane na huu utaratibu wa kuchagua makamu wenye viti, makamu mea, wale makamu kila mwaka. Natengeneza migawanyiko. Kila anaposhindwa mmoja anakuwa na grupu lake, anapambana na aliyeshinda. Kwa hiyo kila wakati inakuwa ni makovu ya uchaguzi. Watu hawaconcentrate na kazi. Wakati ule nilishauri. Sasa jambo hili limeletwa ofisini kwangu. Sasa hivi nishamuelekeza waziri wa TAMISEMI, kama ni sheria amwandikie mwanasheria mkuu jambo hilo libadilishwe, kama ni kanuni iandikwe, kama iko kwenye mamlaka yenu kikao hiki mlifute.
muweke utaratibu ambao hautakuwa unatupeleka kila wakati kugawanyika kwa sababu ya harakati za kugawana vyeo, harakati za kutafuta vyeo. Mamea, wenye viti wanakuwa na kazi ngumu ya kuendesha mabaraza yao, kwa sababu unaendesha baraza lililogawanyika. Lina aliyeshinda na ana grupu lake na aliyeshindwa na grupu lake. Wanahesabu kila siku kwamba bado tu, ngoja tu, wanasubiria uchaguzi wa mwaka unaofuata. Haya si mambo yanayoimarisha taasisi zetu na utendaji wetu wa kazi. Kwa hili, Mheshimiwa Waziri, pekueni pale ambapo ndio msingi wake pabadilishwe. Natambua nadhani bungeni nadhani mara mbili wale wenye viti wanachaguliwa mara moja mpaka mwisho wa uhai wa bunge. Kwa hiyo meya mstahiki, meya, mwenyekiti wa halmashauri wakishachaguliwa haturudi. Lakini makamu, kama mnataka mmoja asimalize, basi angalau mara mbili katika uhai wa baraza. Lakini hii ya kila mwaka kila mwaka hivi, tayari wapo wanaoendelea na kampeni. Ninyi hata ndo bado mnajifundisha, wengine wako wanaendelea na kampeni. Hamna concentration ya kazi. Sasa hii kama nilivyosema, Mheshimiwa Waziri, endelea nayo iweze kubadilishwa. Nitoe rai, mhakikishe mnachagua viongozi wenye maono ya kusaidia jumuiya na wananchi wetu. Wawe viongozi wazalendo, wachapakazi na wanaopinga rushwa kwa vitendo. Tuna tatizo la haya mambo ya rushwa, na mimi nachukia rushwa, nachukia wezi. Ndio sasa tuwe na viongozi ambao wataishi kwa vitendo hayo. Kwa viongozi mtakaochaguliwa, mhakikishe mnakwenda kuongeza tija na kutoa huduma bora kwa ustawi wa jumuiya yetu, huku mkiwa daraja la kuleta mapinduzi makubwa na maendeleo ndani ya maeneo yenu. Mtoe uongozi ambao utaacha alama. Tukatafakari na kutafasiri dira ya 2050. Muendelee kutengeneza maono mapya. Hii dunia inaenda inabadilika, tusigande vile vile. Vyanzo vya mapato vipya, uwekezaji mpya. Tusigande kwa taratibu zile zile za zamani. Tutaanza kugombana bila sababu, kwa sababu ya kuganda na utaratibu wa zamani. Kuna vitu viwili ambavyo huwa vinaenda kwa kupingana: kukua kwa uchumi, na usipokuwa makini, na utafutaji wa mapato. Sasa nimemwona Mheshimiwa mbunge wa Monduli yuko hapa. Sisi wafugaji tulielekezwa hilo na wazazi wetu, jamii ya kifugaji tulielekezwa hivyo. Kwanza ilikuwa ng'ombe akizaa akawa na kandama, tulikuwa tunalea kale kandama mpaka kafikia hatua kwamba hata ukikamua akafi.
nimekujaga kutafakari sana maana yake ilikuwa nini. Walikuwa na maana sana kwamba kale kandama kakifa haukamui tena. Sasa tumeiwekea sekta binafsi itoe mchango katika utekelezaji wa dira hii kwa 70%. Waheshimiwa wakurugenzi, waheshimiwa mamea, waheshimiwa wenye viti, lazima kule mkawe walezi wa sekta binafsi. Mtangulize kulea sekta binafsi, ndipo mtakuza mapato. Mkitanguliza kukuza mapato bila kukuza sekta binafsi, mapato hayatakuwa. Kwa hiyo hili ni jukumu, viongozi wetu mtoe uongozi katika kutekeleza haya. Mkalee sekta binafsi kwa sababu tunapanga tunaitegemea sana katika utekelezaji wa dira, tunaitegemea sana katika kutengeneza ajira kwa vijana, ajira kwa kina mama, ajira kwa makundi maalum.